Iran haitanii suala la kufunga mkondo wa bahari wa Hormuz. Karibu Makumba International News kwa habari za kimataifa, siasa, uchumi pamoja na teknolojia. Tehran. Wakati Marekani ikiimarisha uwepo wake wa kijeshi katika Ghuba ya Uajemi, Irani imeonya kuwa mkondo wa bahari wa Hormuz, njia muhimu zaidi ya dunia katika usafirishaji wa mafuta, utalazimika kufungwa endapo vita vitatokea. Jalal Degani Firuzabad, katibu mkuu wa Baraza la Mahusiano ya Kigeni la Kimkakati la Iran, alisema kuwa katika tukio la vita, usalama wa nishati utakuwa hatarini katika mkondo wa bahari wa Hormuz na kufungwa. Takriban sehemu 1/5 ya mafuta ghafi duniani husafirishwa kupitia mkondo huu wa bahari ambao una upana wa kilomita 40 tu katika sehemu nyembamba zaidi. Marekani inaendelea kuongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Ghuba kutokana na mvutano wake na Irani kuongezeka, huku mpango wa nyuklia wa Irani ukiwa bado unaendelea kwa sababu mazungumzo hayajakamilika. Irani na Marekani wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo tena katika nchi ya Omani, huku Israel bado ikiendelea kuisisitiza Marekani kwamba katika makubaliano nayo na Irani yaruhusu moja kwa moja kutotengenezwa makombora ya balistiki, lakini pia kutorutubishwa kwa uranium. Huku pia Israel inataka makombora yote ya balistiki ya Irani ambayo yanavuka kilomita 2000 na kuendelea yaondoshwe katika nchi ya Irani, yapelekwe katika nchi ambazo zina urafiki na nchi za Marekani pamoja na Israel. Lakini Irani inaona suala hilo ambalo haliwezekani kwao, huku ikiwa tayari kufanya mazungumzo kwa ajili ya kwa silaha za nyuklia peke yake na si makombora ya balistiki ambayo inaona kama ulinzi wao madhubuti katika nchi yao. Bado mgogoro huu unaendelea kuchukua sura mpya baada ya Netanyahu kusafiri Jumatano mpaka Washington kwenda kuzungumza na Donald Trump kuhusu mustakabali wa mazungumzo ambao utarudi tena pale Oman, kwa sababu mazungumzo ya kwanza yalionekana kama hayakwenda vizuri sana, lakini pia bado nafasi nyingine ya mazungumzo bado ipo. Endelea kubaki Makumba International News kwa ajili ya habari za kimataifa, siasa, uchumi pamoja na teknolojia.